Yesu Kristo aliacha huduma za aina tatu katika maisha yetu. Moja ni huduma ya uponyaji wa roho, ambao ni uponyaji wa kuokoka na kupokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, ambao maisha yako yanabadilika kabisa. Mbili, Yesu Kristo alikuja kuleta huduma ya uponyaji wa mwili, sio tu roho peke yake, bali pia alikuja kuleta huduma ya uponyaji wa mwili. Katika huduma ya Yesu Kristo toka ameanza, wanafunzi walipotembea na Yesu na walipokuwa na Yesu, hakuna sehemu katika maandiko matakatifu tunaona kwamba Bwana Yesu aliugua. Hakuna sehemu katika maandiko matakatifu tunaona wanafunzi wa Yesu wakiugua. Tunaona kwamba kulikuwa na uponyaji wa kimungu katika maisha yao yote. Na unaweza kusoma katika Agano la Kale, unakuta watu walikuwa wanasafiri katika jangwa miaka zaidi ya 40, hakuna hata mmoja aliyeugua hata malaria wala homa. Kuna uponyaji wa kiungu ambao kila Mkristo amepewa kama urithi. Na ukitembea katika Ukristo haupasi kuwa na magonjwa. Magonjwa yalimalizwa msalabani. Na nikakwambia hapa nianze kwa taratibu uweze kuelewa vizuri. Nikwambia kwamba kwa kupigwa kwa Yesu sisi tumepona. Kwa ni insight, ni tatizo ukiona Mkristo anaugua magonjwa, kwa sababu magonjwa Yesu alimaliza yote pale msalabani. Vinginevyo Yesu asingekufa. Vinginevyo Yesu asingeuawa. Lakini Yesu aliuawa kutuondoa katika magonjwa na tabu zote na kutupa uzima ambao ni uzima wa milele. Kwa mfano katika hilo nikaenda ndani nikasema kuna vitu na vitu visaidizi vinatumika kutokana na maandiko, na nikasema kuna injili ambayo inaendelea inasema kwamba kutumia mafuta ni mapepo, na kuna watu wanasema kwamba ukienda kwenye kanisa watumie mafuta ujue kwamba hilo kanisa ni miungu ya uongo. Siku za mwisho watu tunadanganya sana. Nikwambia kwamba ni kweli watu wanatumia njia ile kwa ajili ya kudanganya. Shetani na copy kila ambacho unakiona kina original. Ukiona kuna simu original ya Samsung, ujue kuna simu fake ya Samsung. Ukiona kuna kompyuta nzuri ya Dell, ujue kuna kompyuta fake imeandikwa Dell. Kwa kazi ya shetani ni kutoa photocopy ya kile ambacho ni original. Kwa sio kwamba kile ambacho ni photocopy haina maana kwamba original ni baya. Original bado ipo. Ni kwamba tuende kwenye maandiko taratibu, tuone maeneo ambayo tunaona mafuta ya upako yakitumika. Na nikakwambia na wewe pia ni kitu ambacho ni hazina iliyoachiwa kanisa, ni nzuri ukaitumia. Ukianza na Agano la Kale, unakuta kwamba katika kitabu cha Samueli sura 16 Daudi anapakwa mafuta kwa mfalme. Nikwambia mafuta yalikuwa ni ishara ya nguvu ya Roho Mtakatifu kuingia ndani ya mtu. Na nikwambia mafuta yalikuwa na vitu vikubwa vitatu. La kwanza ilikuwa ni ishara ya nguvu ya Roho Mtakatifu katika maisha ya mtu. La pili ilikuwa ni kwa ajili ya ulinzi. Na tatu nikwambia ni kwa ajili ya kuleta uponyaji katika mwili wa mwanadamu. Lakini Agano la Kale lote, katika watu wote walioitwa na Mungu katika maandiko ya Agano la Kale walikuwa na mafuta. Sasa kwenye Agano Jipya kuna nini? Nikwambia kusoma kitabu cha Marko ile sura ya 6 ule mstari wa 13 na 14, unakuta Bwana Yesu amewatuma wanafunzi wake kwenda kuhubiri Injili. Na walipofika kule, Biblia inatuambia kwamba wakatoa mapepo mengi, wakawapaka mafuta watu wakawapaka mafuta watu waliokuwa na magonjwa, na wote wakapata uzima. Kwa tayari kuna huduma ambao Mungu alikuwa anatumia mafuta kwa ajili ya kuonyesha nguvu ya uponyaji. Roho Mtakatifu anaonekana katika mambo mengi kwenye maandiko. Kuanzia kitabu cha Mwanzo, Roho Mtakatifu anaonekana kwenye maji, Roho Mtakatifu anaonekana kwenye mafuta, Roho Mtakatifu anaonekana kwenye upepo. Ndio maana kuna kama unashangaa kuna nguvu inatokea. Ni kwamba anatumia tu maandiko yale kwa ajili ya kuonyesha kwamba kuna kitu katika nguvu ya Roho Mtakatifu, namna kwenye upepo kuna nguvu ya Roho Mtakatifu. Na Roho Mtakatifu anatumia vitu vingi katika uumbaji, kumaanisha ukienda katika kitabu cha Matendo ya Mitume ile sura ya 2 unakuta kwamba wakati watu wamekaa kule hekaluni na budu, ikatokea kama upepo, uvumi wa upepo na moto. Roho Mtakatifu amejidhihirisha katika moto. Kwa vyote hivyo Roho Mtakatifu anajipresent kujionyesha. Nimekwambia Roho Mtakatifu ndio alikuwa katika uumbaji. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 mpaka wa 3 unaweza kuona kwamba hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi, na Roho wa Mungu alikuwa juu ya uso wa maji. Alipoenda mstari wa 3 akasema na iwe. Roho Mtakatifu akainuka kwa ajili ya kutengeneza vitu. Kwa kuna nguvu katika uwezo wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya uponyaji na uzima na kuumba vitu vipya katika maisha ya wanadamu. Spare parts zozote za dunia hii zimeumbwa katika Roho Mtakatifu. Ndio maana kwambia katika Marko sura ya 6 mstari wa 13 na 14 Mungu anatuonyesha wazi wakati Yesu yuko na wanafunzi wake wakitumia mafuta kwa ajili
ya kuweza kuponya kwenye ugonjwa. Lakini nimekwambia kwamba kitabu cha Yakobo sura ya 5 mstari wa 14 na 15 anasema kuna mgonjwa katikati yenu, kuna mtu hawezi katikati yenu, kuna mtu ana matatizo katika kanisa. Anasema basi awaite wazee wa kanisa na wampake mafuta, na yule mtu kwa kupaka mafuta na kuomba kwa jina la Yesu, Mungu atamwinua, na kama alikuwa na dhambi zote atasamewa. Kwa ina maana kuna nguvu katika mafuta ambayo tunayatumia yakiwa yameombewa kwa jina la Yesu Kristo. Nikwambia kwamba hata Bwana Yesu aliagiza kwamba katika maisha yetu tutumie mafuta kwa ajili ya huduma. Akasema mkiwa mfungapo, anasema usiondoke hivi, paka mafuta usoni mwako na ingia chumba chako cha ndani, na Mungu aliye sirini atakujibu. Nikwambia kwamba ni muhimu katika huduma ukaombea mafuta kwa jina la Yesu, kwa ajili ya nguvu ya Roho Mtakatifu katika mafuta, ikiwa ni ishara ya adui. Kuna mengine baada ya mafuta kwa ameombewa, kuna sehemu utapita, mwovu atakuona tu, atajua na alama ya Mungu. Kuna maka. Nikwambia katika Pasaka watu wa Israeli wanatoka katika nchi ya Misri, usiku ule malaika wa Bwana walipaka damu kwenye milango, na yule malaika aliwaua wale watoto wa kwanza wa Israeli baada ya wao watoto wa kwanza wa Misri, kwa sababu kila alipoenda alikuta alama. Kwa mwovu anaona alama katika ulimwengu wa roho, kwa sababu umesema kwa imani, na Biblia inasema kwamba chochote mtakachoomba kwa jina langu mimi nitafanya. Mathayo, Yohana 16 ule mstari wa 23 na 24. Kwa ina maana kuna nguvu katika kuomba kwa jina la Yesu. Lakini pia kitabu cha Mathayo sura ya 18 mstari wa 18 na 19 anasema kwamba mtakachofunga duniani kitakuwa kimefungwa, na mtakachofunga mbinguni kitakuwa kimefunguliwa. Chochote mtakachofunga au kufungua duniani au mbinguni, na pia mbinguni kitakuwa kimefungwa na kufunguliwa. Akatupa mamlaka, sema lolote mtakaoomba mkiwa wawili watatu kwa jina langu nitafanya. Kwa unaweza kuombea mafuta kwa ajili ya matendo ya miujiza ya Mungu na Mungu akafanya kama unavyoomba. Lakini nimekwambia kuna vitu vya kuangalia katika maandiko matakatifu. Hawakutumia mafuta kutoa mapepo, waitumia mafuta kwa ajili ya uponyaji wa mwili. Nafikiri mnaelewa vizuri. Kwa ni huduma, ni ishara ambayo ya tofauti sana, ambayo ni nzuri sana kuweza kuichukua na kuweza kuitumia kwa ajili ya ujenzi na mustakabali na ukuaji wa mwili wa Kristo. Ni zawadi ambayo Mungu ametupa kwa ajili ya matumizi. Kwa hiyo siogope watu wanaposema mfungulie maandiko, mpitishe kwenye maandiko na mueleze nini maana ya mafuta ya upako. Lakini nimekupa warning, nilikwambia ukiona watu wanafika watu wanauza mafuta ya upako, jua huko kuna Mungu mwingine, kwa sababu yale mafuta pia yanaweza kuombewa kitu kingine. Lakini na wewe ukinunua mafuta, usikubali kama unachukua ile mafuta sasa kwa sababu imeombewa na mtumishi wa Mungu fulani na achukua. Vunja kama kuna chochote ndani yake. Hata muombe Mungu aingize nguvu ya Roho Mtakatifu katika hilo. Kama mtu atauza mafuta ya upako kwa ajili ya kurejesha gharama za yale mafuta ambayo ametumia ili kesho endelee kuwepo, hiyo sio tatizo. Lakini akianza kutumia mafuta kama watu wa shilingi milioni 5, chukua mafuta haya. Watu wa milioni 10, kaa kule. Haya yana nguvu kuliko milioni 5. Huyo ni pepo. Huyo ni shetani, sio Mungu. Na huyo kataa, kimbia kwa mbio zako zote, kwa sababu sio Mungu bali ni nguvu ya adui. Kwa tukaenda kuangalia baadhi ya mambo ambayo watu wanasema kuhusu mafuta ya upako. Dini mbalimbali kubwa ambazo wanazijua wanatumia mafuta ya upako kwa ajili ya ishara ya uponyaji, kwa ajili ya ishara ya watu kuwekwa huru, kwa sababu nguvu ya Roho Mtakatifu inafanya kazi katika. Nimemaliza nikasema wakati nakuja mchana nikapata mafunuo makubwa zaidi. Ukisoma aliyeumba miti, aliyeumba bahari, aliyeumba vyote chini ya jua ni kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio maana katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 1 mpaka 3 unakuta baada ya Roho Mtakatifu kuwa katika vilindi vya maji, Mungu alipotamka, Roho Mtakatifu akasimama, akaweka akatengeneza yasiyokuwapo yakaweza kuwepo. Kwa ina maana miti yote unaiona ambayo inatengeneza madawa mbalimbali, aliyeweka nguvu katika miti ile kwa ajili ya uponyaji ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio alikwambia kwamba hakuna tatizo kwa dawa yoyote ambayo unaweza kutumia, sio dhambi wala sio kosa. Amen. Lakini katika hali ya kawaida ni Bwana atupae sisi kuwa na nini? Na uzima. Ni Bwana atupakae mafuta mabichi kichwani kwetu. Kitabu cha Zaburi sura ya 23. Amenipaka mafuta kichwani kwangu. Kwa kuna nguvu katika kupaka mafuta, kuna uwezo katika kupaka mafuta. Nikasema katika maisha yako ni vizuri ukawa na mafuta ya upako kwa ajili ya huduma. Na ukiona kuna mtu mgonjwa, mapepo atuyakimbizi kwa sababu ya mafuta, usije kadanganyika kama unapuliza mafuta kwa ajili no, ila unamwekea mtu ishara kwa ajili ya kufukuza mapepo kwa sababu hawezi kurudi. Na mimi
tumeelewana vizuri. Ninapo